Na mbunge wa Kapseret Oscar Sudi amesambaza furaha sikukuu leo kwa kuzipa familia mbili nyumba na vipande vya ardhi vya thamani ya takriban shilingi milioni 7 kila moja. Sudi alisema alifanya hivyo kwa moyo wa shukrani na kutoa jambo liloibua hisia kwa waliopokea zawadi zitakazobadilisha maisha yao. Waliopata zawadi hizo ni Hemston Makam na Penina Manyara ambao walitunukiwa kutokana na kumhudumia mbunge huyo kwa uaminifu na bidii kwa miaka kadhaa. Katika msimu unaoadhimishwa kwa sherehe na tafakari, mbunge wa Kapseret Oscar Sudi aliamua kutoa zawadi zitakazobadilisha maisha. Mbele ya wakazi, wanafamilia na viongozi wa eneo hilo, alikabidhi familia mbili funguo za nyumba na hati za umiliki wa ardhi, tukio lililojaa machozi ya furaha, shangwe na shukrani. Kuna askari yake mmoja alikuwa anaitwa Isaac. Kaniambia, na mdoza amekupenda, unaweza enda kibarua unamfanyia. Na mimi nikamwambia hata niko tayari. Nikaacha kazi, nikaenda wapi? Nikamwambia mheshimiwa niko tayari kufanyia kazi. Nikakuja, sikuwa na chochote. Mheshimiwa akaniambia waje nikupatie fare uende kule kwangu Eldoret. Kuna kazi huko ningoje huko mimi nakuja. Nimehangaika nikilipa rent. Lakini sikuwahi jua kuna siku nitafungua nyumba yangu kama hii. Mungu wa mbinguni tu bariki tu mheshimiwa. Naishi tu siku mingi kabisa. Kila zawadi ilikuwa na thamani ya takriban shilingi milioni 7 na ilijumuisha nyumba zilizojengwa pamoja na ardhi, hivyo kupea familia hizo uhakika wa makazi na maisha salama bila wasiwasi wa kesho. Huyu makamu nilipata kujuana naye miaka 14 sasa iliyopita, miaka 15. Na wakati hapa kujenga kwangu hapa nyumbani, yeye amekuwa na mimi kuanzia hiyo miaka yote. Amejenga pale, tumepanda miti na yeye kule. So nikasema pia kwa sababu ni mfanyakazi mwaminifu, wacha nimbariki, nimjengee nyumba na familia yake. Sudi alisema zawadi hizo zilikuwa za kutambua miaka ya uaminifu, bidii na maadili ambayo alisema yamekuwa adimu siku hizi. Alimsifu Makam kwa uadilifu wake, akisema licha ya kuaminiwa na mali na rasilimali za thamani kwa miaka mingi, hakuwahi kuiba wala kutumia vibaya. Sijajenga hii kwa sababu ninataka kitu yote. Nimejengea huyu kijana kwa sababu tumekuwa naye na amekuwa mwaminifu na ni mtu alijitolea kwa kazi yake. Sio mtu wa kuangalia kando, hajakuwa mwizi, hajakuwa na ukora yoyote. Na nikasema nita make sure familia yake wamekaa vizuri, ndio akikuja kazini kule nyumbani pia anatoka mahali pazuri. Pia aliwapongeza kwa bidii, nidhamu na kujitolea kwao kwa miaka mingi, akisema huduma yao ilichangia pakubwa uendeshaji bora wa shughuli za nyumbani kwake. My sister akaniambia na my brother-in-law Bonga akaniambia kwa mama Mungai wanaishi Langas na wanaishi pale babaya. So nikasema kwa sababu huyu kijana alifanya kazi kwa uaminifu, wacha nitamjengea huyu mama Mungai ili apate matunda ya mtoto wake mwenye alitufanyia kazi lakini haku enjoy, alituacha. Sasa ndio nikaambia mama Mungai nitakujengea nyumba, na ndio hii tumemjengea na makamu hapa. Familia hizo mbili awali zilikuwa zikihudumu kimya kimya, sasa zinaanza maisha mapya zikiwa na nyumba zao wenyewe, ishara kwamba uadilifu, subira na uaminifu hutunikiwa. Khalid Abdullahi, Darubini Wikendi.